Naomba tusome Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 14. Yohana 1 mstari wa kwanza hadi 14. Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Hebu sema, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Asante. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru. Hebu sema, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Asante. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Hapa sana nataka tumalizie pamoja huu mstari. Sema, kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Tuombe. Father in heaven, we love you and we appreciate you. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your loving kindness. Thank you, Lord, for giving us an opportunity to hear from your very own mouth this evening. Lord, I pray that, Father, you'll use me as a vessel to speak your word, oh God, to your children. I pray that, Father God, your Holy Spirit will anoint me, will give me a fresh and a special anointing for the task that is ahead of me this evening. In the name of Jesus Christ, Lord, I pray. Amen. Maandiko haya tumeyasoma, naamini tunayafahamu. Nitaongea kuhusu light, the light of the world, the light of the world, or the light for the world, the light for the world. Hiyo hapo ita capture zaidi ninachotaka kusema, the light for the world. Kuna kipindi fulani, kwa mujibu wa Yohana na kwa mujibu wa neno la Mungu, nuru ilikuwepo ndani ya mtu mmoja tu hapa duniani. Yaani kuna kipindi kwenye historia dunia nzima ilikuwa giza, halafu nuru ilikuwepo ndani ya mwanadamu mmoja tu aliyevaa mwili anayeitwa Yesu Kristo. So the whole world was in the dark. Yesu peke yake ndo alikuwa na nuru, na Yesu peke yake ndo alikuwa na nuru, na Biblia inamuita kwamba yeye ndio nuru halisi. Labda kuna vitu ambavyo vilikuwa vinajaribu kung'aa kama nuru, lakini havikuwa nuru halisi. Biblia inasema shetani kuna muda anajihudhurisha kama nani? Kama malaika wa nuru, si ndio? Anajaribu kuwa nuru, lakini hawezi kuwa nuru. Kuna kipindi kwenye historia nuru ilikuwepo kwa Yesu Kristo peke yake. Sasa na yeye alivyokuja, alikuja ili kupitia yeye sasa na sisi tuweze kuipokea ile nuru kutoka kwake. Hata shetani anaweza tu akajaribu kuwa malaika, anaweza akaigiza kuwa malaika. Unajua kwa nini shetani anaitwa baba wa uongo? Kwa sababu kila kitu kizuri anakijaribisha, lakini sio yeye. Kwa hiyo ikija nuru atajaribu kuwa nuru. Ikija simba, Biblia inasema shetani ni simba. Anasema ni kama simba. Sio simba. Yaani tu anajaribu kuwa simba, lakini sio yeye. Kwa kuna kipindi nuru ilikuwepo tu ndani ya Yesu Kristo. Kwa hata shetani kwa mfano akija kwenye mawazo yako, hata siku moja shetani hawezi kukuahidi kwamba atakupa nuru. Hawezi kukuahidi kwamba atakupa uzima. Kwa nini? Kwa sababu shetani hana uzima, hana nuru. Yaani hata angependa kukupa, hawezi kukupa kitu ambacho yeye mwenyewe hana. Alivyoenda kwa Yesu Kristo kumjaribu, alimwambiaje? Alimwambia, ukinisujudia nitafanyaje? Nitakupa milki yote ya ulimwengu. Yaani the best that the devil can give you. Unafikiri shetani angeweza kwenda kwa Yesu alafu amtajie kitu kidogo? Alienda na the maximum price that he can pay. Yaani kwamba hiki hapa nikijitahidi sana naweza nikakupa milki yote ya ulimwengu. Milki yote ya ulimwengu ni nini? Ni vitu, si ndio? So the best that the devil can give you ni vitu. Shetani angekuwa na uzima, angemwambia Yesu, ukiniabudu, ukinisujudia nitakupa uzima. Lakini hawezi kumwahidi Yesu kumpa uzima kwa sababu hana uzima. Uzima uko kwa nani? Uzima uko kwa Yesu Kristo. Uzima uko kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna kipindi kwenye historia Yesu peke yake ndo alikuwa na uzima. Yesu peke yake ndo alikuwa na uzima. Yohana 10:10 inasema shetani haji, mwizi haji ila aibe,
achinje na aharibu, lakini Yesu anasema na alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Biblia inasema na huo uzima ulikuwa ni nuru ya watu, nayo nuru inang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Sasa ile siku ambayo wewe ulimpa Yesu Kristo maisha yako, siku ambayo uliokoka, ile nuru ambayo ilikuwa ndani ya Yesu Kristo ilihamia kwako. Kwa tunapozungumzia the light, tunapozungumzia nuru ambayo iko ulimwenguni sasa hivi, hiyo nuru ni wewe ambaye ni muamini. Wewe ndio nuru. Baada ya Yesu Kristo kufa, Yesu alisema nikiinuliwa nitawavuta wengi waje kwangu. Baada ya Yesu Kristo kuinuliwa, baada ya Yesu Kristo kufa, vile alivyokuwa yeye ndivyo ambavyo wewe umekuwa. Ile nuru ambayo ilikuwa ndani yake, sasa hivi hiyo nuru iko ndani yako wewe. Sasa mara nyingi tunaishi chini ya kile ambacho Yesu Kristo anakusudia tuishi, kwa sababu cha kwanza hatuna ufahamu. Tunaishi below our potential, tunaishi chini ya kile ambacho Yesu Kristo amewekeza ndani yetu, kwa sababu shetani ametushika kwenye ufahamu. Unajua, unaweza ukawa baba yako kwa mfano amefariki, alafu akakuachia mali zote alizokuwa nazo. Hebu ashumu mlikuwa hamuishi pamoja, alafu hamjaonana, kwa akakuandikia kila kitu alichonacho. Alafu wewe unaishi zako hapa, boom, limeisha, unaishi maisha ya kuungaunga, kumbe benki kule una bilioni 5. Lakini hujui. Hujui. Kwa cha kwanza ambacho shetani atakuzuia, shetani anajua hawezi kukuzuia wewe kuwa nuru, lakini atakuzuia kuelewa kwamba hivi kuwa nuru inamaanisha nini. Atataka uwe kama tembo. Ushawahi kusikia kuhusu ule tembo ambaye walimchukua akiwa mdogo sana, walimchukua Serengeti, wakamfunga mnyororo, kwa akawa kila akijaribu kusogea anaumia, kila akijaribu kusogea anaumia. Baadaye akajifunza kwamba ili nisiumie inabidi nisisogee, kwa akamfungua ule mnyororo, wakamfunga tu kamba fulani kadogo, alafu wakamwacha, na alikuwa amebaki hapo maisha yake yote. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa ufahamu. Kwa shetani anajua hawezi kukuzuia wewe kuwa nuru, tayari umeshakuwa nuru. Lakini akikufunga usijue kwamba ulivyompokea Yesu ulipokea nini. Kuwa nuru maana yake ni nini? Atakuwa amelimit uwezo wako wa wewe kuoperate. So you are already the light. Sasa how do you manifest that light that is already within you? Hicho ndio ambacho tunakwenda kuongea ndani yako. Nguvu tayari iko ndani yako. Nguvu tayari iko ndani yako. Unachohitaji kufanya ni nini? Unahitaji tu kuiruhusu hii nguvu ambayo iko ndani yako ifanyeje? Itoke, ianze kufanya kazi. Nuru tayari iko ndani yako. Yaani hatujaje hapa kutafuta nuru. Ambao wako gizani ndio hao ambao Mheshimiwa Waziri alikuwa anasema. Ni ambao wako huko nje. Hao ndio wanahitaji nuru, lakini wewe tayari ni nuru. Sasa hii nuru ambayo iko ndani yako unawezaje kuiachia sasa ili iweze kuleta impact? Iweze kuzaa matunda. Waefeso 3:20 inasemaje? Inasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Hebu sema mno. Zaidi ya tuombayo na tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa cha kwanza huo mstari unatuonyesha kwamba kuna nguvu ambayo iko ndani yetu. Lakini cha pili inatuonyesha kwamba sio nguvu yote iliyoko ndani yetu inafanya kazi. Ni kama volcanoes tu. Wakati ninasoma geography tuliambiwa kuna volcanoes ambazo ni nini? Ni dead volcanoes. Yaani ishawahi kulipuka zamani. Saizi imebaki historia tu kwamba hii volcano ilishawahi kulipuka thousands of years ago. Kuna volcanoes zingine ambazo ni dormant, na kama mlima Kilimanjaro. Signs za kwamba ilishawahi kulipuka zipo, lakini kwa sasa imekufa. Halafu kuna volcano ambazo sasa ni active, kama mlima Odonyolengai unaitwa, na zingine ambazo ni active zaidi. Yaani kuna activities fulani zinaendelea, mara imetoa moshi, mara imenini, wananchi wameambiwa wahame, mara si imefanya nini. Yaani kuna shughuli fulani zinaendelea. Hasa kwa Wakristo pia, kuna Mkristo ambaye siku alivyookoka alipokea nuru, alipokea nguvu, na akatembea katika hiyo nguvu kwa kipindi fulani. Baada ya hapo hiyo nguvu ikalala, yeye akaendelea na maisha yake. Ushakutana na mtu ambaye stori zake nzuri zote ni za siku nyingi sana. Anakwambia miaka hiyo nikiwa la 7 nilikuwa natoa pepo. Unaambia sasa hivi sasa unatoa nini? Kwani mapepo yameisha?
Nakwambia kipindi hicho tunapiga prayer hapo Ungwe. Tunafunga, tunaomba. Hapo mko cafeteria hapo mnakula ndo wanapiga hizo story. Hiyo ni volcano ambayo iko nini? Iko dormant, inapiga story zake za zamani. Lakini volcano ambayo iko active ndo Mkristo ambaye Mungu amemkusudia. Ni mtu ambaye huyu ndo light, ndo nuru ambayo inang'aa. Huyu mtu maisha yake muda wote kuna supernaturals zinatokea. Mara unamsikia ametoa wimbo, mara unasikia ametoa pepo, mara unasikia sui nini amelipa DTS wa kwanza. Yaani yuko active. Ni Mkristo fulani mwepesi, yani yuko vibrant, hiyo ndo mtu ambaye yuko hai. Hiyo ndo volcano ambayo ina activity, iko alive. Sasa hii nuru unawezaje kuiruhusu? Nitakupa njia kama 2 au 3 kulingana na muda. Tutakapoishia ni hapo. Lakini nitakupa njia kama 2 ambazo zitakusaidia na zitakuwezesha kuweza kuwa light. Na unajua kuwa light, kuwa nuru ni kuwa influential, ni kuwa na influence. Ni kuwa na influence. Ni kuwa na ushawishi. Ni kuwa na impact kwenye mazingira na kwenye jamii uliopo. Sasa kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Hebu sema nguvu ya Roho Mtakatifu. Unajua ukisoma pale Matendo 1:8, Yesu anawaambia wanafunzi wake, nanyi mtapokea nguvu. Na mind you, hii ndio sentensi ya mwisho ya Yesu kuongea hapa duniani kabla hajapaa kwenda mbinguni. Ukienda Matendo mstari wa 9, huu ni mstari wa 8. Ukienda mstari wa 9 inasema akachukuliwa juu, kama ndo ascension ile, akaondoka afu wakashuka malaika wakawaambia kama alivyoondoka ndivyo atakavyorudi. Kwa sentensi ya mwisho kutoka kwenye mdomo wa Yesu Kristo ilikuwa ni hii hapa. Anasema, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Yudea, Samaria na hata miisho ya nchi. Sasa wakati Yesu anawaambia wanafunzi hii sentence, anawaambia kwa sasa nyinyi ni nuru tayari, lakini hii nuru saizi msithubutu kwenda kufanya nao chochote kwanza. Bakini kwanza hadi mtakapopokea nguvu inayotoka juu. Hivi wakati Yesu anawaambia wanafunzi kwamba wasubiri hadi watakapopokea Roho Mtakatifu, wanafunzi walikuwa wameshaamini au walikuwa hawajaamini? Were they believers? Yes, they were believers, lakini Yesu anawaambia that is not enough. Just being a believer on itself is not enough. You need power. Mnahitaji nguvu kutoka juu. Maana bila hiyo nguvu, nyewe ni nuru ndio, lakini hiyo nuru itakuwa dormant. Hamtaweza kukabiliana na vikwazo ambavyo vipo. Hamtaweza kukabiliana na changamoto ambazo zinawasubiri huko nje. Kwa ili uweze kuwa nuru, ile nuru ambayo iko ndani yako uweze kuiruhusu, ile nguvu ambayo iko ndani yako uweze kuiachilia iweze kuwa na impact, unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Unasema nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa mwandishi mmoja anaitwa A.W. Tozer. A.W. Tozer anasema 95% ya mambo ambayo tunayafanya kanisani sasa hivi yanaweza yakaendelea kama kawaida ikitokea Roho Mtakatifu ameondoka. Let me rephrase it. Yaani sasa hivi hatumpi Roho Mtakatifu nafasi kwenye kanisa hili la siku za mwisho, kiasi kwamba yani 95% ya mambo tunayoyafanya hayamhitaji Roho Mtakatifu. Kwa hata ikitokea Roho Mtakatifu hayupo, hatutajua. Sasa hiyo ni strategy ya shetani. Unajua shetani hajui cha kufanya na kanisa ambalo limempa Roho Mtakatifu nafasi. Shetani hajui cha kufanya na Mkristo ambaye amempa Roho Mtakatifu nafasi. Mkristo tu ambaye ana nia njema tu bila Roho Mtakatifu, shetani anajua cha kufanya naye. Anajua pa kumsubiri. Hivi unajua wakati Petro anamkana Yesu mara 3 alikuwa ameshaambiwa kwamba afurahi kwamba jina lake limeandikwa mbinguni, si ndio? Kwa alikuwa ameshaamini. He was a believer. Yesu alikuwa ashamwambia wewe umeshaoga, unahitaji kuoga. Mtu aliyeoga anahitaji kutawadha. Alikuwa ashaambiwa hayo yote. Kwa wakati Petro anamkana Yesu alikuwa ni muamini. Wakati wanafunzi wa Yesu wanamkimbia anabaki mwenyewe mlima wa Mizeituni, they were believers. Lakini walikuwa Wakristo wanyonge, Wakristo wadhaifu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa bado hawajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu.
Kwa nuru iliyokuwepo ndani yao ilikuwa inahitaji ilipuliwe na Roho Mtakatifu. Ilikuwa inahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kwenye sisi tunavyosema tunataka uamsho, maana yake tunataka kile ambacho kanisa la kwanza walikuwa nacho. Kanisa la kwanza ndo standard ya uamsho. Sasa Matendo ya Mitume ni kitabu ambacho kimeandikwa kuhusu, ni historia ya kanisa. Kwa hiyo kilichoko kule ni taarifa za kanisa la kwanza. Sasa kitabu cha Matendo ya Mitume kina sura ngapi? 28 au 27? 28. Sasa kwenye sura 28 za Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu ametajwa mara 55. Hiyo ni average ya mara 2 kwa kila sura. Sasa unajua kitabu cha Matendo kinaitwa kitabu cha Biblia ambacho hakijaisha bado. It is the only unfinished book of the Bible. Kwa nini? Kwa sababu pale ambapo Paulo alimalizia ndiko ambako Mkristo mwingine anafuata. Kwa wewe hapo na wewe pia unaandika kitabu cha Matendo ya Mitume. Labda huko saizi wewe unatuandikia sura ya milioni labda 500. Sura labda ya bilioni 1. Wewe ni Mkristo labda wa bilioni 1. Kwa hiyo unatuandikia sura yako. Sasa wenzako wote walioandika walimtaja Roho Mtakatifu kwenye kila kitu walichokuwa wanakifanya. Wangapi wanamuelewa mwalimu jioni leo? Kwa shetani yuko radhi aturuhusu tufanye mambo yetu yote, ila tu tusimpe Roho Mtakatifu nafasi. Kwa nini? Kwa sababu shetani hajui cha kufanya na kanisa ambalo limempa Roho Mtakatifu nafasi. Sasa Biblia inasema nanyi mtapokea nguvu. Hiyo nguvu hapo, hilo neno nguvu lililoandikwa hapo ni neno la Kigiriki linaitwa dunamis. Dunamis maana yake mojawapo, dunamis inamaanisha dynamic ability to cause changes. Dynamic ability to cause changes. Hivi kwa mfano saizi hapa taa zikiwa zimezimika, umeme umekatika, mazingira yanakuwa kwenye namna fulani, si ndio? Alafu ikatokea umeme ukarudi ghafla, changes zitatokea au hazitatokea? Mabadiliko yatatokea. Kwa nini? Kwa sababu nuru imekuja. Unajua nuru ikija hakuna negotiation na giza. Giza linaondoka. Kwa nini? Kwa sababu nuru na giza havina competition. Yaani ni kwamba tu nuru iko kwenye ratiba zake, kuna muda huwa inaondoka. Ikiondoka ndio giza linakuja kujaza nafasi wazi. Lakini sio kwamba utavikuta vinashindana afu giza lishinde. Ukitoka nje ukakuta kuna giza, ujue nuru imeamua kuondoka tu yenyewe, jioni imefika. Sasa hivyo ndio ambavyo pia tunatarajiwa kuwa kwenye dunia hii tunayoishi. Popote ulipo wewe kama mwana wa Mungu unatakiwa wewe unasukuma giza mbali. Kwa nini? Kwa sababu the Holy Spirit anakupa nguvu ya kuweza kusababisha mabadiliko pale ambako amekuweka. Unajua kila mmoja wetu ana area yake ya influence ambayo Mungu amempa. Kwenye eneo ambalo Mungu amekupa kipawa na karama, eneo lolote lile ambalo una neema, that is your area of influence. Hasa kwenye hiyo area ya influence ambayo amekupa Mungu, Roho Mtakatifu anakupa ability to cause changes in that area. Kwenye darasa ambalo Mungu amekuweka, Roho Mtakatifu anakupa dynamic ability to cause changes in that class. Kwa uwepo wako tu pale wewe inabidi uovu upungue. Wewe tu kwa kuwepo room inabidi mtu asiwe comfortable kuangalia pornography kwenye chumba cha mtumishi wa Mungu. Tena muda mwingine anakaa kitandani kwako. Dynamic ability to cause what? Dynamic ability to cause changes. Dynamic ability to cause changes. Kipindi fulani nikiwa chuo nilikuwa wanafanya wakati wa likizo. Mimi nimesoma sheria, lakini ungenikuta wakati wa likizo zangu ungeweza kufikiri labda nimesoma statistics, kwa sababu nilikuwa nafanya temporary kazi zile na mashirika tofauti tofauti. Zile mnaenda kijijini kukusanya data na nini, alafu mnalipwa kwa siku. Kwa nilikuwa natafuta hela kwa staili hiyo. Sasa walikuwa wanatuchukua wanafunzi wengi kutoka vyuo tofauti tofauti, alafu wanatuweka hotelini vijijini huko mikoani. Asubuhi mnachukuliwa na magari mnaenda vijijini, jioni mnarudi. Kwa mkirudi jioni mko free tu, mko wengi. Kwa tunakaa tunapiga story. Sasa mimi nimeokoka na asilimia kubwa pale walikuwa hawajaokoka. Kwa mwanzoni nikawa nasikiliza stories zinazopigwa pale. Nasema ngoja ni nyamaze tu. Lakini baadaye nikasema hapana. Mimi hapa ni nuru.
Mimi ni nuru. Kwa hiyo opinion yangu nikiingiza kwenye mjadala tayari nimeingiza nuru. Yaani usije ukawa umeokoka, alafu kuna mtu anasema wanaume wote ni mbwa, alafu na wewe unanyamaza. Inabidi umwambie hapana, mimi sio mbwa, mimi nimeokoka. Kwa hiyo sijajua umekutana na mbwa gani, lakini that is not me. Kwa hiyo nikaanza kuchangia. Kuna mjadala wa mahusiano unaendelea. Nasikiliza alafu baadaye na mimi naingiza hekima ya neno la Mungu. Baadaye ikawa nikianza kuongea kama watu walikuwa kule wamezagaa wanachukua viti wanasogea. Kama tuko kwenye gari nikianza kuchangia hadi dereva anageuza kile kioo hapa awe ananiona. Sasa siku moja dada mmoja akasema hivi, kwa nini Patrick akiongea huwa tunamsikiliza? Huwa tunaacha kila kitu tunamsikiliza. Jamaa mmoja akasema, huyu jamaa ana roho wa Mungu. Nikasema huyu bwana amepata ufunuo. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa sijui kwa nini nikiongea wananisikiliza. Kwa hiyo na mimi pia akanisaidia kwamba nina dynamic ability to cause changes. Nikiongea Mungu anayapa maneno yangu uzito kwa sababu roho wake anakaa ndani yangu. Sasa hiyo sio kwamba mimi ni special. Hicho ndo ambacho wewe ndo uko hivyo pia. You have that ability to cause changes. That dynamic. When you receive the Holy Spirit, when you received the Holy Spirit, you received also dynamic ability to cause changes. Kubadilisha mazingira yako, mazingira ambayo Mungu amekuweka, Yesu Kristo sentensi yake ya kwanza, baada tu ya kubatizwa, ameenda akafunga siku 40. Nilikwambia kule Matendo 1:8 ilikuwa ni sentensi ya mwisho ya Yesu kuongea. Unajua sentensi ya kwanza ya Yesu kuongea ilikuwa ipi? Sentensi ya kwanza ya Yesu kuongea hapa duniani ilikuwa ni baada tu ya kuanza huduma. Ilikuwa ni Luka 4:18. Roho wa Bwana yuko juu yangu. Kwa sentensi ya kwanza kutoka kwenye kinywa cha Yesu ilikuwa ni kuhusu Roho Mtakatifu, na sentensi ya mwisho pia ilikuwa ni kuhusu Roho Mtakatifu. That is how important the Holy Spirit is. Kwa ili uweze kuwa light ambayo ina shine, utukufu wa Mungu uweze kuwa manifest kwenye maisha yako, ni lazima ujifunze kumpa Roho Mtakatifu nafasi. Kuwa Mkristo tu mstaarabu haitoshi. Kuwa na nia njema tu peke yake haitoshi. Kuja fellowship ni vizuri lakini haitoshi. You need the Holy Spirit. Inabidi umpe Roho Mtakatifu nafasi. Umruhusu Roho Mtakatifu aweze kuyatia maneno yako nguvu, kuyatia matendo yako nguvu. Kitabu cha Matendo, Luka 24:19. Luka 24:19. Hapa Yesu ameshafufuka. Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Yesu ameshafufuka. Hata kipindi Yesu akiwa hapa duniani, kilichomfanya Yesu akaweza kufanya mambo aliyoyafanya alivyokuwa hapa duniani ilikuwa ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu si alikuwa ni nuru tayari. Nuru ilikuwa ndani yake. Kilichofanya ile nuru ikang'aa, ikawa na influence hadi leo miaka 2000 baadaye bado tunaiongelea, alikuwa ni Roho Mtakatifu. Kabla Roho Mtakatifu hajaja juu yake, Yesu Kristo hakufanya kazi yoyote iliyorekodiwa. Lakini baada ya kusema Roho wa Bwana yuko juu yangu, Luka 4:18, nenda kasome Injili zote uangalie show ambazo zilifuata baada ya hapo. Kwa sababu amenitia mafuta, halafu anaanza kutaja kazi sasa anazoenda kuzifanya. Kuwahubiri masikini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kuona tena, kuwaacha huru walioteswa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Hivi kuna kuwa nuru zaidi ya hayo mambo? Yaani wewe ukifika mahali kuna mtu ambaye amefungwa, unamfungua kwa jina la Yesu. Kuna mtu ambaye ni kipofu wa kiroho na wa kimwili, kwa sababu wewe upo anapata kuona tena. Ukimkuta mtu ambaye amesetwa, naye pia unamtangazia uhuru wake. Hiyo ndio kuwa nuru in practical terms. Hiyo ndio kuwa nuru in practical terms. Hiyo ndio kuwa Yesu Kristo. Sasa Yesu yote aliyoyafanya aliyafanya kwa nguvu ya Roho Mtakatifu.
Na Yesu alisema kazi alizozifanya sisi tutafanyaje? Tutafanya kazi kubwa zaidi. Sasa hatuwezi kufanya kazi kubwa zaidi bila kumruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi kupitia sisi. Kama Yesu ambaye ni Mungu alihitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, wewe na mimi tunamhitaji Roho Mtakatifu zaidi. Nataka nikusomee kitu hapa. Baada ya Yesu kufufuka, sasa baada ya Yesu kufufuka, wanafunzi wake bado hawajaamini kwamba amefufuka. Alikuwa tu amewatokea watu wachache. Halafu wanafunzi wawili wakawa njiani wanaenda kijiji cha Emau. Nataka uone hapa conversation. Yesu akawatokea, afu walikuwa hawajui kuwa ni Yesu. Halafu wakawauliza, mnaongea mambo gani hivi mnavyotembea? Wale watu ni kama wakakasirika hivi, wakamwangalia kwa hasira. Yaani kwamba wewe umetokea wapi ambaye hujui chochote kinachoendelea? Ushaikuwa na mtu ambaye mko naye room ambaye hajui chochote kinachoendelea huko kwenye siasa? Yaani yeye saizi anafikiri rais ni Kikwete labda au ni. Kwa ni kama hawa jamaa, tukio kubwa wanamshangaa, wewe umetokea wapi? Tukio kubwa kama hili limetokea Yerusalemu afu hujui. Unatuuliza kwamba mnaongea nini? Yaani wewe umetokea wapi? Afu Yesu akawauliza, sasa nataka uangalie mstari wa 19, Luka 24:19. Akawauliza, mambo gani? Yesu anawauliza. Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Yaani hata hawa wanafunzi wa Yesu walikuwa hata hawajui kwamba Yesu ndio Masihi bado. Lakini walikuwa wanajua kwamba Yesu kwa mambo aliyofanya atakuwa sio mtu wa kawaida, yule ni mtu nabii. Wanamwambia habari za Yesu, mtu nabii. Kuna kitu supernatural, there is something supernatural about him. We don't know yet whether he was Christ or not. We are not sure whether he has risen or not. But for the time that we spent with him, we know that there was something supernatural about him. Huo ndio unakwenda kuwa uhalisia wa maisha yako kuanzia leo. Watu watakuwa wakiongea habari zako, hawatakuongea kama mtu wa kawaida. Watakuwa watasema hizi ni habari za Joseph au ni habari za John, yule mtumishi wa Mungu, mtu nabii. Halafu sikiliza kinachofuata. Wanasema mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Haya hayakuwa mahubiri. Sio kwamba walikuwa wanahubiri hapo. Hapa walikuwa wanamsimulia tu mtu ambaye tena wanamuona huyu anatusumbua. Lakini hebu angalia hiyo description ilivyonyooka. Mtu mwenye uwezo katika kunena na kutenda. Nguvu ya Roho Mtakatifu itayafanya maneno yako yawe na uzito. Utaongea sentensi chache halafu zitakuwa na impact. Zitakuwa na nguvu, zitaweza kubadilisha mazingira. Kipindi kingine nilienda kuna shirika moja la kimataifa wanasomesha wanafunzi sekondari. Kwa mwisho wa mwaka wao wanawakusanya, wanawaita walimu, wanawafundisha. Sasa wale ni teenagers o level. Kwa wengi wana mambo yao, yani mambo ya Mungu sio issue sana kwao. Kwa sasa nikaambiwa niende, ilikuwa ni mkoani huko, nikasafiri. Nimefika pale, walimu wakaniambia, bwana, umekuja hapa lakini hawa wanafunzi wetu hawasikilizi. Kwa hiyo yani wewe jiandae tu kwamba unaweza kaenda pale ukao unaongea mwenyewe, wako zao busy na laptop zao, darasani kwenyewe hawaji. Sasa kumbuka kwamba mimi ninajua shetani anataka usijue kwamba wewe una nini. Lakini mimi ninajua kwamba kama Yesu alikuwa na nguvu katika kunena na katika kutenda, hivi unafikiri naweza nikaacha kazi zangu afu nije kuongea na wewe usinisikilize kwa sababu hutaki? Dynamic ability to cause what? Nikawaambia walimu, naomba mnisaidie. Yaani leo tu, siku ya kwanza leo waje. Afu baada hapo nyewe waacheni. Waleteni wasikilize siku moja. Kwa hiyo wakaja ile siku ya kwanza. Kesho yake walikuwa wanaweza wasiende vipindi vingine. Lakini wakiniona tunaingia getini kule, wanakuja darasani wanasikiliza. Na siku ya mwisho wakati nahubiri, kijana mmoja alikuwa amefungua laptop yake, namuona. Kwa hiyo nikamwacha tu. Tumemaliza, akaja kuniambia, akaniambia, brother, wakati unahubiri pale nimefuta zaidi ya nyimbo 1000 za Bongo Flava kwenye laptop yangu. Akaniambia muda wote umeniona nimefungua laptop pale nilikuwa ninafuta nyimbo moja baada ya nyingine. Sasa sidhani kama nina maajabu ya kumfanya mtu ambaye aliingiza nyimbo mwenyewe. Hivi unafikiri kuingiza nyimbo zaidi ya 1000 ni kazi ndogo? Na kuzifuta unafikiri tena ni kazi ndogo? Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu inachoweza kufanya kwenye maisha ya mtu. Habari za
Yesu, mtu nabii mwenye uwezo kwenye kunena na kutenda. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu itakufanya uwe mtu ambaye hawezi kuzuilika. Yaani mazingira hayawezi kukuzuia, circumstances haziwezi kukuzuia. Unajua kuna watu kwa vikwazo ambavyo vipo kwenye maisha yako, inawezekana wewe ukawa ndio mtu wa kwanza labda kwenye ukoo wenu kufika chuo kikuu. Sasa ukisubiri tu ufanikiwe kwa sababu ya mazingira kukuruhusu, kuna vitu vingi sana hutaweza kuvifanya. Kwa kuna muda inabidi ujae nguvu za Roho Mtakatifu kiasi kwamba yani hata vikwazo haviwezi kukuzuia. You become unstoppable. Biblia inasema hivi kuhusu Stefano, Matendo 6:10. Matendo 6:10 inasema hapa sasa ni baada ya wale watu kumkamata Stefano wakampeleka kwenye baraza la Mafarisayo lile na Masadukayo. Biblia inasema lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye. Yaani walimkamata kweli, wakamhoji kweli, lakini hawakuweza kushindana na hekima na Roho Mtakatifu ambaye alikuwa amemjaa Stefano. Nguvu ya Roho Mtakatifu itakufanya uwe unstoppable, itakufanya uwe ni mtu ambaye hawezi kuzuilika. Itakufanya uwe mtu ambaye hawezi kuzuilika. Matendo 10:38. Nitasoma mstari wa mwisho. Matendo 10:38. Biblia inasema habari za Yesu wa Nazareti. Jinsi Mungu, hapa ni Petro anamuongelea Yesu sasa. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Jesus Christ needed the power of the Holy Spirit kuweza kufanya mambo aliyoyafanya. Kwa na wewe pia kama utazunguka utende mema, utakuwa ukizunguka kwenye mambo yako ya kawaida, ukiwa unaenda venue, ukiwa unaenda wapi, utakuwa unamwakilisha Yesu Kristo, na wewe pia unahitaji upako wa Roho Mtakatifu. Hivi unafikiri kwa nini wale wa viongozi wote wenye influence, wale wa Agano la Kale, wafalme, manabii, makuhani, judges, kipindi cha judges, unafikiri kwa nini Mungu aliwapa Roho Mtakatifu? Na kimsingi Mungu aliwakopesha Roho Mtakatifu kwa sababu Yesu alikuwa bado hajaja, na Roho Mtakatifu hakai kwenye moyo ambao bado Yesu hajashughulikia dhambi. Lakini kwa sababu ya emergency iliyokuwepo, Mungu akawakopesha Roho Mtakatifu kwamba bado Yesu hajaja, lakini tu kwa sababu anakuja, sasa nyie chukueni Roho Mtakatifu kwanza. Kwa nini? Kwa sababu hakuna namna nyingine unaweza ukawa na influence, ukawa na ufanisi kwenye ufalme wa Mungu bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana wakina Samsoni na uhuni wao wote bado walikuwa na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanamwakilisha Mungu, na wasingeweza kufanya walioyafanya bila nguvu na uwezesho wa Roho Mtakatifu. That is how important the Holy Spirit is. That is how important. Kwa cha kwanza, ili uweze nuru yako iweze kung'aa, unamhitaji nani? Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Kitu cha pili, unahitaji nidhamu za kiroho. Unahitaji nidhamu za kiroho. Unahitaji spiritual disciplines. Spiritual disciplines. Hii nguvu ambayo imelala ndani yetu, hii nuru ambayo iko ndani yetu, tunaiactivate na kuiruhusu ifanye kazi kupitia nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho ni zipi? Hiki kitabu changu cha Set Me on Fire nimeandika kuhusu spiritual disciplines, kuhusu nidhamu za kiroho na jinsi ambavyo zinaweza kukusaidia kuwasha na kuchochea moto wa Mungu ndani yako. Jinsi ambavyo zinaweza zikakusaidia usiishi kwenye ukingo wa kurudi nyuma duniani. Unajua kuna mtu ambaye ni kweli ameokoka, lakini yani ukimsukuma tu kidogo hivi ameangukia duniani, kwa sababu anaishi ukingoni kabisa, hapa ni mguu mmoja umening'inia hivi. Sasa nidhamu za kiroho zitakusaidia usogee mbali na ukingo. Usogee mbali na ukingo, uwe Mkristo, kwa sababu unajua huwezi kuwa impactful. Huwezi kuwa impactful kama unaishi kwenye boda ya kurudi duniani. Unaishi kwenye mstari kabisa wa kurudi nyuma duniani. Ili uweze kuwa Mkristo ambaye ana nguvu, ana ushawishi, ana influence kwenye ufalme wa Mungu, inabidi uwe on fire for God. You have to be on fire. Sasa nidhamu za kiroho, tunavozungumzia nidhamu za kiroho tunaongelea maombi, tunaongelea mifungo,
tunaongelea ibada kama hivi, tunaongelea kuwaambia wengine habari za Yesu, tunaongelea kuchagua kuishi maisha matakatifu. Hizo ni spiritual disciplines. Hivyo ni vitu ambavyo vinakusaidia kuactivate nguvu ya Mungu ndani yako. Yaani leo kwa kuja tu ibadani hivi umeactivate nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Ukitoka hapa nuru yako itang'aa zaidi. Sio kwa sababu haikuwepo, lakini kwa sababu umeichochea. Yaani huo moto umeuchochea. Hiyo nguvu ya Efeso 3:20 kwa kuja ibadani umeiruhusu itoke ifanye kazi. Umeshawahi kukemea pepo ukiwa umetoka kwenye mfungo labda wa siku 3 hivi? Alafu siku nyingine tena ukakemea pepo ukiwa haujafunga kama miezi 3. Na hapo wenyewe pepo mmepishana tu, lakini ulikuwa unasikiliza zako bongo flavor muda huo. Hivyo wanafunzi wakati wamemkemea yule pepo, kipindi kile Yesu ameenda mlimani na Petro na Yohana na Yakobo, alafu wakarudi pale wakakuta wanafunzi wamekemea pepo hajatoka. Hivyo wanafunzi walikuwa wameokoka au hawajaokoka pale? Walikuwa wameokoka, lakini Yesu anawaambia hali hii zingine zinaweza zikatoka, lakini hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. This level ina demand Mkristo ambaye anaziishi nidhamu za kiroho. Kwa nguvu wanafunzi walikuwa nayo, lakini ili iwe activated ilikuwa ina demand nidhamu za kiroho, ilikuwa ina demand maombi, ina demand mifungo. Kwa kila mara unavyotumia muda na Mungu kwenye maombi, unavyoamka asubuhi ukaanza siku yako na devotion, ukaenda kuomba, ukasoma neno, ukatafakari, unakuwa umeachilia nguvu ya kutosha ya Roho Mtakatifu iweze kufanya kazi kwenye hiyo siku. Biblia inasema Yesu akasema mleteni. Yule pepo hakuchukua hata sekunde. Lakini tunachosahau mara nyingi, unafikiri kwamba Yesu alifanya vile kwa sababu yeye ni Mungu. Tunasahau kwamba muda huo Yesu alikuwa ametoka mlimani, ameomba hadi akabadilika sura. Ndio maana unaitwa mlima wa mgeuko. Amepiga prayer hadi akatokewa na Elia na Musa. Kwa amekuja, unaona pepo faster tu ametoka. Tunafikiri Yesu. Lakini nidhamu za kiroho zinachochea nguvu ifanye kazi ndani yako. Tulikuwa tumeenda outreach. Mimi nimesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tulikuwa tumeenda outreach mkoa mmoja huko. Ile mikoa ile sitautaja. Sasa tumefika hicho kijiji, kanisa tulilofikia pale mwenyeji wetu, tukaambiwa kwamba bwana, hapa historia hapa ya hili kanisa ni kwamba mchungaji hapa huwa hakai mwaka hapa. Yaani atakuja pastor ana nia njema, atapush, lakini hachukui miezi kadhaa hapa ataondoka kwa moto ambao atakutana nao. Sasa tumefika pale, unajua chuoni hivi. Yaani tumejiandaa pale, tunajiandaa na outreach, tumefunga siku 21. Tumefika pale, kuna watu wako kwenye tenti kule siku 7 wanafunga, wengine wako pale wamefunga hiyo wiki masaa 12. Kwa tunaomba, tuna nini. Siku kama labda ya 3 ya 4, mimi nilikuwa katibu wa fellowship, kwa nilikuwa nabaki kwa ajili ya kazi za kiutawala na nini. Kwa nikiwa pale na wenzangu kama wawili hivi tunafanya mambo, ghafla tu kuna bibi akaibuka tu, sio ameibukia wapi. Akaja pale. Bibi msomi tu, yani anaonekana ana akili nzuri tu. Lakini amekuja pale kwa akaanza kuongea na sisi. Sasa tulivyojua kwamba huyu bibi sio wa kawaida, kuna muda alikuwa anahama, yani mnaongea naye afu kama amehamia ulimwengu mwingine, afu mkimwongelesha ni kama ndo anarudi. Kwa kuna muda anaingia ulimwengu wa roho wake, alafu anarudi, anaingia anarudi. Lakini yule bibi akatuambia kitu kimoja. Akatuambia hapa wachungaji huwa hawakai. Sasa yule pale kumbuka ni mwakilishi, yani anawakilisha wenzake ambao huwa wanawafanya wachungaji wasikae pale. Akatuambia hapa wachungaji huwa hawakai. Lakini huyu mchungaji wa sasa hivi huyu atakaa. Tukamwambia kwa nini? Akatuambia huyu anakaa kwa sababu huyu mchungaji anaomba. Yaani hata wachawi wanajua kwamba huyu jamaa anapiga prayer, kwa hapa hatumwezi. Wameshajaribu, wameshinda. Alafu mchungaji mwenyewe sasa ungemuona anaongeza hata kumjaji, sababu tu anakula suti zake fulani kali, amevaa bracelet, macheni nini, lakini anapiga prayer hadi wachawi wamekubali kwamba huyu jamaa tumwache.
Sasa sio kwamba ule jamaa ni special sana, lakini ni kwamba ameactivate nguvu. Nguvu ipo, lakini activation, inabidi nguvu ifanyiwe activation kwa nidhamu za kiroho ili iweze kufanya kazi. Yesu alivyokuwa hapa duniani, unafikiri ni kitu gani ambacho kilimpa Yesu ufanisi? Kilimpa efficiency. Hadi wanasema baada ya Yesu kuondoka, wanasema mtu aliyekuwa na nguvu katika maneno na katika matendo. Unafikiri ni nini kilikuwa nyuma ya maisha ya Yesu Kristo hadi akaishi maisha yenye nguvu kiasi kile? Ukisoma kuanzia leo na kutia moyo, utagundua kwamba kwenye maisha ya Yesu kulikuwa kumejaa nidhamu za kiroho, spiritual disciplines. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Yesu alikuwa ni mtu wa maombi. Mwandishi wa Waebrania kwenye Waebrania 5:7. Hii ni miaka mingi, miaka kama 30. Kitabu cha Waebrania kiliandikwa kama miaka 30 baada ya Yesu kufa. Kwa mwandishi wa Waebrania anafanya reflection sasa. Sasa hivi ana benefit of hindsight, anaweza akaangalia nyuma. Anasema, anamuongelea Yesu sasa. Anasema yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti. Maombi, hebu sema maombi. Asante. Na dua pamoja na kulia sana na machozi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Yaani kilichompa Yesu effectiveness ni kwamba hata ukiandika biography ya Yesu, kama kuna kitu kilikuwa kina stand out ni maisha yake ya maombi. Yeye siku hizo za mwili wake. Hivi nani ambaye sasa hivi yuko kwenye siku za mwili wake? Yesu yuko kwenye siku za mwili wake sasa hivi. Kwa sasa hivi Yesu hahitaji kuomba. Biblia inasema yuko mbinguni anatuombea, lakini hahitaji kuomba ili aweze kuwa na effect na efficiency, kwa sababu hayuko kwenye siku za mwili wake. Nani ambaye yuko kwenye siku za mwili wake kati ya Yesu na sisi? Kwa bila nidhamu za kiroho, kama Yesu alivyokuwa kwenye siku za mwili wake alihitaji maombi, wewe na mimi hatuwezi kutoboa bila maombi. We cannot be effective without prayer. Tunaweza tukawa busy, tunaweza tukawa vibrant, tunaweza tukawa na mambo mengi, lakini efficiency inakuja kwa maombi. Yes, siku za mwili wake. Marko 1:35. Marko 1:35 inasema alfajiri na mapema sana, kulipokuwa bado kuna giza, Yesu akaamka. Hebu sema Yesu akaamka. Je, kuna mtu unafikiri kwa sababu Yesu ni Mungu alikuwaga yeye yuko macho tu muda wote? Na yeye alikuwa analala. Na yeye alfajiri alikuwa pia anajisikia ugumu kuamka kama wewe. Ndio maana Biblia inasema Yesu akaamka. Kuamka ni kitendo, yani wamekiandika peke yake. Akaamka. Wakati niko advance, kuna mtu amesoma Ilboru hapa? Nisoma Ilboru, angekuepo mtu ningeweza kumwambia. Kwa hiyo nilikuwa mwenyekiti wa Kasfeta pale. Tulikuwa tunaamka saa 11 kwenda kuomba. Sasa sisi tulikuwa advance. Olevo sasa wale wamekuja form 1 wale. Bado wanapenda kulala. Alafu kuna baridi. Kwa saa 11 wakawa wameshatusoma, kwa sababu tulikuwa tukiamka tunaenda kuwafuata vyumbani tunawaamsha. Kwa hiyo unashangaa unafika tu unakuta dogo hayupo. Kwa nini? Kwa sababu ametoka kusoma akajua mabraza watakuja akahamia kitanda cha mwenzake. Au unafika pale unakuta mtu mwingine ambaye sio mwana Kasfeta. Amemwambia bwana tubadilishane kitanda. Kufanyaje? Kuamka. Sasa Biblia inasema Yesu akaamka, akaondoka. Akaenda mahali pa faraga ili kuomba. Ili kuomba. Yesu alikuwa anatenga muda wa kuomba kwa sababu bila maombi hakuna ufanisi. Bila maombi hakuna ufanisi. Kunaweza kukaa kuna vitu vingine, lakini hakutakuwa na ufanisi. Maneno yako hayatakuwa na nguvu kama huombi. Hautafanya kitu chochote cha ajabu cha kukumbukwa kama huombi. Kwa nini? Kwa sababu maombi ndio yanakupa ufanisi, ndio yanakupa effectiveness. Maombi ndio yanakuongezea uwezo wa kupenya. Nilisema hapa kwamba ukitaka uende tu sehemu ambazo zina barabara nzuri, hautafika mbali. Ili uweze kufanikiwa kwenye haya maisha generally tu, unahitaji uwezo wa kumanuva, uwezo wa kupenya. Kuna sehemu hazina njia, kuna sehemu hata hutakiwi uwepo yani, lakini wanashangaa tu umeshafika pale na umeshajiestablish, kwa hawana namna ya kukuondoa. Upo yani tayari. Hiyo inaitwa nini? Maneuverability, ability to maneuver. The ability to maneuver. Dakika 8 nyingi sana hizi. Ability to maneuver. Reinhard Bonnke wakati tunamfahamu Reinhard Bonnke. Christ for All Nations. Wakati huduma yake imeanza kupiki,
Imeanza kupiki huko Afrika. Siku moja akiwa amelala, Mungu akamwonyesha picha, ndoto hii, maono. Akaona meli kubwa ya vita iko kwenye mojawapo ya mito ya huko Afrika, kama labda Kongo huko. Ile meli ikaenda, halafu ikafika mahali mto. Sasa si unajua mto, ile meli inatakiwa itembee baharini kwa sababu ni kubwa sana. Kwa ikatembea kwenye mto for some time, halafu ikafika mahali ambako mto umepungua upana. Kwa hiyo ikaingia pale, ikastaki hapo, ikawa haiwezi kwenda mbele wala haiwezi kwenda nyuma. Halafu Mungu akamwambia meli kubwa ya vita kama hii haihitaji tu uwezo wa kwenda mbele, inahitaji pia uwezo wa kumanuva, inahitaji maneuverability. Kwa akamwambia kama utapenya Afrika uweze kuwa na impact, inabidi uongeze uwezo wako wa maombi. Bila hivyo hii huduma inaenda kukwama mahali. Kwenye biography ya Bonke anasema alivyorudi akaenda kurevolutionize prayer ministry yake, na hicho ndio ambacho kilimpa ufanisi. Years later Bonke amefariki, ameleta watu kwa Yesu 60 million people. 60 million people ameleta watu kwa Yesu. Amehubiri mikutano hadi ya watu 2 milioni Nigeria huko. Ukiongelea kama unataka kujua historia ya Afrika, kasome biography ya Bonke. Unataka kujua kina Sani Abacha waliingiaje madarakani wakafaje, unataka kujua kina Olusegun Obasanjo, unataka kuielewa historia ya Afrika na marais wake, vitu ambavyo you never learn them kwenye history books, hawataviweka. Bonke ameshape historia ya hili bara. Mungu amemtumia Bonke kulishape hili bara la Afrika. Lakini kilichompush ilikuwa nini? Ni prayer. Ilikuwa ni prayer. Wakati mamangu alifariki nikiwa sekandia. Mungu akaongea na mimi, ni last born kwetu. Kwa hiyo mama, kama kuna mtu ambaye ameombewa sana basi ni mimi. Sasa baada ya mamangu kufa kwenda kuwa na Bwana, hakufa, alilala katika Bwana. Sasa baada ya mamangu kwenda kuwa na Bwana, Mungu akamtuma kakaangu mmoja pale fellowship kama hivi. Ndio maana ni muhimu sana wewe unakuja ibadani. Kwa sababu ukija ibadani kama una mambo yako mengi, Mungu atamfunulia tu mtu hapa, atakuona unapofanya mambo yako. Kwa hiyo utakuwa salama, utaombewa, utapigwa maneno ya unabii, utapigwa neno, utakaa sawa tu. Lakini ukijitenga ni rahisi sana kupotea ukiwa una fellowship, hauko active. Sasa Mungu akaongea na yule kakaangu. Akaja akaniambia Mungu anasema, huyu ni kakaangu ambaye hata kabla mama hajafariki alikuwa ameona. Na akaniambia. Kwa alivyokuja kuniambia next, nafikiri Mungu alimwambia makusudi ili akija kuniambia kingine ni muamini. Kwa akaniambia Mungu anasema mambo yako yalikuwa yanaenda kirahisi sana kwa sababu mama yako alikuwa anakuombea sana. Sasa hivi mama ameenda kuwa na Bwana, Mungu anasema kwamba uanze kuomba mwenyewe. Sababu kumbuka mimi ni katibu wa fellowship. Ni prayer warrior, nilikuwa prayer warrior. Nikataka nimwambia kakaangu, umemwambia Mungu kwamba mimi ni prayer warrior? Lakini interpretation ambayo niliyoipata ni nini? Yaani ni kwamba maombi yangu yalikuwa ni kidogo sana ukilinganisha na mambo ambayo nilikuwa ninafanya. Maombi yangu yalikuwa ni kidogo sana ukilinganisha na maombi ambayo mama alikuwa anaomba. Baadaye nilipoenda kwenda nyumbani, kaka zangu wakaniambia, yaani mama kuna kipindi alikuwa anaomba siku nzima. Yaani anaamka asubuhi, kazi anayofanya anaomba tu. Utalinganisha na maombi yangu ya dakika 20. Kwa ni kama vile mimi maombi yangu nilikuwa ninafanya top up tu. Yaani ni kama nataka iPhone ngapi, si 17. Nataka iPhone 17 alafu mimi na 200,000 yangu. Naenda pale dukani naambia bwana anahitaji iPhone 17. Wanaambia bwana sawa chukua. Natoa 200,000 yangu, nachukua mzigo na amsha. Sijui kwamba kuna millions of money ambazo mama ashalipa. Mimi nafikiri ile simu inauzwa 200,000. Investment in prayer. So I want to encourage you. Sitasema vitu vingine muda untoshi, lakini nataka niwaache na hili kwamba kama utashine, kama utakuwa nuru inayong'aa gizani, kama utakuwa na ushawishi na uwezo wa kubadilisha mazingira, kuna vitu ambavyo havijawahi kufanyika kwenye ukoo wenu. Kama wewe utakuwa wa kwanza kufanya vitu vya ufalme wa Mungu,
basi inabidi uiruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu ifanye kazi kwenye maisha yako. Lakini cha pili, inabidi uishi maisha yenye nidhamu za kiroho, yenye nidhamu za kiroho. Ukifanya hayo mawili, naamini kwa leo yanatosha. Bwana atakusaidia na naamini kwamba neema yake itakuwezesha kuweza kufanya vizuri. Hebu naomba tufunike vichwa pale tulipo, twende tukamwombe Mungu. Baba wa mbinguni, nakushukuru. Asante Bwana kwa ajili ya neno hili la uzima ambalo umesema nasi. Bwana, ninawaombea wadogo zangu hawa wa kike na wa kiume ambao wamelisikia neno hili. Bwana, umesema kama mvua inyeshavyo juu ya ardhi, Bwana, kwenye nchi, ndivyo na neno lako lenye pumzi yako halitakurudia bure. Litatimiza mapenzi yako, litafanya kile ulichosema. Neno hili Bwana Yesu likazae 30 na 60 na 100. Maisha ya mtu mmoja Bwana yakachukue mwelekeo mwingine kabisa, kwa sababu tu alikuwepo jioni ya leo akalisikia neno lako. Roho Mtakatifu, neno hili ukaendelee kulifafanua, ukaendelee kulipigia msumari, ukaendelee kulizamisha kwenye mioyo ya watoto wako, likazae matunda katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu Kristo. Bwana, tumeomba na kuamini na kupokea. Amen. Pamoja nami ni vitabu vyangu vichache. Set Me on Fire. Hiki baadhi hivi vitu nilivyovisema viko humu ndani. Hiyo nilichokisema ni kama labda 1 ya 10 ya kilichopo. Mtu wa tofauti, An Extraordinary Man. Hivi vitabu vyangu vimebaki vichache, lakini hiki kitabu kina mambo 10 ambayo yanaweza yakakufanya uwe mtu wa tofauti. Ramani ya vita kwa ajili ya mwanafunzi. Mbinu 10 za kukupa ushindi kwenye taaluma. 10 principles. Hiki kitabu kitakusaidia kwenye shule, namna ya kusoma, namna ya kufaulu, namna ya kufanya mitihani, lakini pia namna ya kufanikiwa ukiwa mwanafunzi. Alafu kwa leo kingine cha mwisho nilicho nacho ni ya tafakari haya. This book is a treasure. Kama umeshawahi kupita kwenye Instagram yangu, utaona testimonies zinazotokana na hiki kitabu. Sasa kwa leo, hivi vitabu vyote ukikutana navyo huko nje kila kimoja ni 20,000. Lakini leo hiki hapa, kwa sababu natamani wote mkipata hiki hapa, utakipata kwa 5,000 leo, na hiki hapa unaweza ukipata kwa 10,000 kila kimoja. God bless you. Thank you so much for having me.